Mungu na kumtakia rehema mjumbe wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo tukiwa kwenye muendelezo wa ziara zetu, sisi hapa mbele yenu ni taasisi ya Madina Foundation ambayo inajishughulisha na kusaidia mahitaji ya wagonjwa katika nyanja mbalimbali, ikiwemo kuhudumia wagonjwa kuhusu matibabu kama vipimo, dawa, vifaa tiba, na vile vile kusaidia kulipia bili za matibabu kwa wagonjwa wenye uhitaji. Wagonjwa hawa wote wananufaika kupitia ofisi za ustawi wa jamii wa hospitali hizo ambazo tunazihudumia. Hospitali mpaka sasa zinazohudumiwa ni taasisi ya mifupa MOI Muhimbili, taasisi ya saratani Ocean Road, pamoja na Muhimbili tawi la Mloganzila. Utaratibu wa kupata au kunufaika na sadaka hizi ni kama tulivyosema hapo awali, ni kupitia ofisi ya ustawi wa jamii ambao wao wataasesi nani ni mhitaji wa hiyo huduma na kuwasiliana na uongozi, na uongozi nao utaweza kuwalipia. Zaidi sana sadaka hizi zinakusanywa kupitia magrupu ya WhatsApp ambayo tupo waumini kadhaa, na tunachangia kile ambacho tunachojaliwa kwa kila siku. Kiwango cha kuchangia ni kadri mtu ambavyo anajaliwa na Mwenyezi Mungu, na pesa hizo kadri zinavyochangwa zinaweza kulipia hayo mahitaji ambayo nimeainisha hapo mwanzo. Lakini kila mwezi kunakuwa na ziara ambazo tunafanya, aidha ni hapa tawi la Muhimbili au taasisi ya Ocean Road. Na tukija hapa huwa tunakuja na sadaka hizi ambazo mnaziona mbele yenu, na katibu atakuja kuelezea gharama ya sadaka hizi pamoja na nini ambacho kimeletwa. Tunaomba muendelee kutushika mkono katika kuendeleza taasisi, kwani kile chote kinachopatikana lengo lake kubwa ni kusaidia jamii, na kama mnavyoona hapa mbele yenu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni katibu mtendaji Madina Foundation. Tukiwa katika mwendelezo wa ziara zetu, leo tupo taasisi ya mifupa MOI na tumekuja kwa ajili ya kuwaona watoto ambao wamezaliwa na mgongo wazi pamoja na vichwa vikubwa, pamoja na wagonjwa wengine mbalimbali ambao wenye matatizo ya mifupa. Kwa hiyo leo tutatembelea wodi 5 katika hapa taasisi ya mifupa MOI. Makusanyo ya sadaka ambazo kupitia grupu zetu za sadaka za hospitali ambazo zina wadau 3500. Makusanyo ya mwezi huu yalianzia tarehe 11 mwezi wa 8 hadi kufika tarehe 13 mwezi wa 9. Tumekusanya kiasi cha shilingi milioni 24,998,397. Takbir! Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Katika sadaka hii ambayo imekusanywa milioni 24, tumeweza kuhudumia wagonjwa 147 kwa gharama ya shilingi milioni 16,295,088. Lakini pia tumeweza kugawa vifaa vya mitihani kwa watoto yatima na wale wenye mazingira magumu. Tumefanikiwa kuwahudumia watoto 400 ambapo gharama iliyotumika kwa ajili ya kununua vifaa vya kufanyia mtihani ilitumika milioni 1,600,000. Lakini pia tuna zoezi la kuweka akiba kwa ajili ya wakfu ya Madina, ambapo akiba ya wakfu kwa mwezi huu tumekusanya shilingi milioni 5. Kuanzia tarehe 2 mwezi wa 5 2025 mpaka kufika tarehe 13 mwezi wa 9 2025, jumla ya akiba ya wakfu ambayo ipo kwenye akaunti ni shilingi milioni 37,281,000. Takbir! Kwa hiyo pesa hizi tunaendelea kuweka kila siku shilingi 200,000 kama akiba yetu, kwa lengo la kufikisha shilingi milioni 100 na kujenga nyumba ambayo itasaidia kama wakfu. Katika mahitaji ambayo leo tumeleta kwa ajili ya wagonjwa, tumeleta sukari kilo 100 yenye thamani ya shilingi 260,000. Tumeleta maziwa ya unga kilo 25 yenye thamani ya shilingi 245,000. Tumeleta maziwa lactogen kwa ajili ya watoto katoni 3 yenye thamani ya shilingi 520,000. Tumeleta maji katoni 30 yenye thamani ya shilingi 90,000. Mafuta ya kupakaa katoni 15 yenye thamani ya shilingi 270,000. Tumeleta kanga doti 50 yenye thamani ya shilingi 430,000. Sabuni za kuogea box 2 yenye thamani ya shilingi 150,000.
sabuni za kufulia viroba 6 yenye thamani ya shilingi 186, pampazi za watoto katoni 15 zenye thamani ya shilingi 630. Lakini pia tumeweza kupata na dawa za meno zenye thamani ya shilingi 90,000. Jumla yote ya pesa ambayo tumeweza mahitaji haya yamegharimu ni shilingi milioni 2,831,000. Takbir. Kwa hivyo tunaendelea kutoa shukrani kwa wadau wote ambao Barakatuh.